Kama mmeamua kweli kukubali ujumbe ambao tumehubiri, hata haja malaika kama alivyosema Paulo, akahubiri injili ile isipokuwa hii, Paulo alisema na laani. Kwa hiyo tutakuwa waaminifu katika ujumbe na tutasimama katika imeandikwa, hata kama ni kwa kufa. Sasa washiriki wa kanisa la Busia, wajumbe hawa watatu hawa, si ati ya kwamba ni watu wengine watafufuka katika wafu. Wajumbe hawa watatu ni kila mshiriki yoyote ambaye amekubali ujumbe wa siku za mwisho. Kwa hiyo na maana kila mtu ambaye ako hapa lazima atabeba jumbe hizi tatu. Hizi jumbe tatu Yesu anasema ya kwamba anawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Na watuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Iweni na busara kama nyoka, na kuwa wapole kama mbwa. Ina maana kwamba jumbe hizi tatu zitaweza kuleta furugu katika dunia. Zitakuwa wewe unapohubiri jumbe hizi tatu, utakapopelekwa mbele ya watu wa dunia, watasema ya kwamba huyu mtu amekuja kufuruga amani. Kufuruga nini? Haitafikia, lakini itafikia. Si ya kwamba tumekubalika kuhubiri Busia, lakini wakati tunapoendelea hapo mbele, tutamsikia huyu hapo jela. Lakini inatakikana ya kwamba kabisa tuweze kuwa na umoja, ya kwamba tukipiga magoti tunapomuomba Mungu, Mungu anasikia. Maana wakati watu wa Mungu waliwekwa jela, mpaka milango ya jela ilifunguka. Na si hata kwamba Mungu mwingine anayetumikiwa leo, huyo alifungua milango ya jela, ndio tunavyotumikia mpaka wale. Wacha hii inaonekana kwa sasa. Wacha tusome kama story. Wacha twende jela, na tukifika jela, yule askari ambaye amesimama kwa mlango aulize, na mimi nafaa kufanyaje niweze kuokoka? Ndio. Wacha tufike kwa jela, tupeleke mahakamani, alafu tuulize jaji kwa maneno machache, unaweza kunifanya pia mimi kuwa Mkristo? Tunamwambia si wewe peke yako, hao wote wanasikiliza, wacha wakuwe kama sisi. Kwa hiyo ni nani atakayeenda jela ambaye ameogopa? Ni nani atakayefika mahakamani na kumuoga? Ukisikia tu ya kwamba hautahubiri kwa sababu umeletewa hii, ni ya kwamba unajua ndugu zangu, tuongee vitu kama ni kweli. Usiongee kama ni story. Ndugu zangu, kuambia watu ya kwamba kwa mfano leo ukiandika kwenye Google yako, uandike the religious bill 2024, ambaye haitaenda miaka 2-3 kama itatiwa sahihi. Tumeona ya kwamba hapa Daniel alipiga sahihi kama sheria. Sasa religious bill 2024 Kenya. Unajua Kenya ni Marekani dogo. Sheria zote ziko hapa Kenya zinatokana Marekani. Hakuna kitu ambacho kinajiandikia hata katiba. Tunaona kule Marekani kuna serikali ya inaitwa nini hizi mambo na kama hizi ya majimbo. Sasa Tanzania kunayo serikali ya majimbo. Kenya ndio kuna serikali ya majimbo. Serikali ya majimbo imetoka wapi? Kumbuka ya kwamba Marekani ni nchi kubwa. Ya kwamba ukisikia jimbo ni kama Kenya peke yake. Ni kama Kenya. Lakini hii yetu tunaitwa jimbo katika sehemu kadogo. Lakini tumelazimishwa tu kuchukua sheria ya Marekani tukaletewa. Sasa tunaletewa sheria ya religious. Sheria ya religious ambayo iko Marekani. Marekani huwezi kuchukua microphone kama hii utoke pale barabarani kuhubiri. Unatakikana kufungwa pingu na kupelekwa mahakamani. Kama unahubiri, enda utafuta nyumba uhubiri kwa nyumba yako. Lakini utakikani kwenda hapo kwa tauni kuhubiri. Sasa serikali hii ya Kenya wanakuja kupitisha sheria hiyo, na itakuwa ni sheria ambayo inasema ya kwamba hata mtoto wa mtu hautakikani kumwambia dini yake ni ya uongo, na hautakikani kusema dini ya mwingine ni ya uongo. Serikali wakikushika wakupeleke mahakamani,
unatakikana kuhukumiwa miaka 5 uwe jela ama utoe milioni 3. Ndio ukaisoma. Na hiyo karibu kupitishwa kwa sababu imeshapita kule kwa magavana kwa Senate na Senate. Itakuja kupitishwa na itakuwa sheria. Hiyo sheria itakuwa inawatafuta akina nani. Wewe ambao unataka kukosoa watu na waambia wewe Mungu wenu wa uongo. Huyo nabii wenu wa uongo. Kusema uongo na ndio uongo kwa hii Kenya itakuwa crime. Itakuwa ni yes. Itakuwa ni offense. Yaani unatakikana kusimama kutii. Lakini Mungu hapa anakuambia usema uongo na ndio uongo. Sema Muhammad ni nabii wa uongo. Lakini hapa nao naambiwa tutakupeleka jela. Sasa ni watu wangapi ambao watakuwa ni wahubiri wataacha? Ni watu wangapi ambao hawatafaulu? Kuna wale watajiuzuru. Wale watajiuzuru watakuwa sawa sawa na walioinamia sana. Salamu. Kwa hiyo ina maana ya kwamba Biblia inasema hata kama ni mahakamani kusimama. Anasema nyinyi msifikiri mtasemaje? Lakini mimi nitasema kwa sababu roho wangu atakuwa ndani yenu. Sasa tukisoma kama ni hadithi tutasema haya maneno waliambiwa mitume. Lakini maneno haya hayakuambiwa mitume. Maneno haya yaliambiwa kanisa la Kristo mpaka siku ya mwisho. Kwa hiyo tunatakikana haya maneno kuwa yetu. Kuwa yetu. Haujaamini ujumbe wa hili. Umeamini ujumbe wa kutoka kukosoa wengine walio na makosa. Na unawakosoa katika hoja. Unawakosoa katika ukweli. Hauwakosoi katika uongo. Unawakosoa katika kweli. Katika kweli. Katika kweli. Lakini unapowakosoa katika kweli, watakupeleka mbele ya baraza. Watakupeleka mbele ya serikali. Na wewe utaonekana kama mzushi. Utaonekana kama mtu ambaye anaharibu amani. Lakini kile ambacho kiko ni ya kwamba mwisho watasema Mungu wenu ndio tunafaa kumwabudu. Wakati tumefika pale mwisho. Kwa sababu Nebukadneza anaposema Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego anafaa kuabudiwa, hakusema hivi. Alihakikisha kwamba watu hao wamewekwa kwa moto. Akaangalia ndani ya moto akasema, si niliweka 3 lakini naona mwingine wa 4. Na huyu wa 4 ni kana kwamba ni mwana wa Mungu. Sasa aliposema ya kwamba watu wenu walioenda kuwatoa walichomeka. Walioenda kuwarusha wale ambao waliwaweka walichomeka. Yaani huo moto ulikuwa moto wa ajabu, lakini haukuwachoma Shadraka, Meshaki na Abednego. Na ndio sababu mpaka Nebukadneza mwenyewe kwa kisha moto akasema tumwabudu Mungu. Kwa hiyo ina maana ya kwamba hata serikali ambazo zimepita nyuma yetu, kuna watu wa Mungu walikuwa waaminifu na wakafika kuokoa wafalme. Kwa hiyo ina maana ya kwamba wafalme tutawafikishia ujumbe kwa njia gani? Angalia Yusufu. Yusufu amepita jela na kuingia katika nyumba ya mfalme. Lakini alipita wapi? Jela. Kwa hiyo katika shida Mungu anatuonekania katika shida. Si ya kwamba tunataka tu mema. Tunatakikana ya kwamba tuweze kuwa waaminifu katika sehemu ambazo tuko, na Mungu ataendelea kutuinua kila siku. Tutakuwa tunaonekana. Tutakuwa tunajulikana. Na katika mabaya sisi tusije tukalalamika. Wacha tumshukuru Mungu. Wacha Mungu aonekane katika shida. Wewe useme kwamba mimi sasa nilikuwa nafanya kazi, sasa nitafutwa kazi. Wacha wakuvute kazi umuone Mungu. Ndio. Wengine wanaambia nitakufutwa ushirika. Wacha wakuvute ushirika. Alafu umuone Mungu leo pamoja. Kwa sababu unapokuwa hapo huwezi muona. Ukimtana nao huwezi muona. Lakini watakapokuwa wanakurusha kwa moto, ndio watakapoona Mungu wako. Wanapochimba shimo wa kuingize, ndipo watapata ya kwamba wataingia, lakini wewe hautaingia. Mungu atakuinua wakati anapoashusha. Wao wanakutakia mabaya kwa sababu ya imani uliyo nayo, watakuona Mungu naye.
tafadhali tuwe na imani na Mungu wa kweli. Hatuhubiri story. Si ati kwamba ni story tunahubiri. Ndugu zangu, acheni wake zenu waje, si kwa kuwalazimisha, ili waweze kuona ya kwamba tunamwamini Mungu wa kweli. Watoto wenu acheni waje, si kwa sababu ya kuwalazimisha, kwa sababu wameona Mungu ndani. Hebu mji huu wa Busia, hebu uweze kumwamini Mungu kwa sababu watakavyoona atakavyo. Wana wa Israeli wakati wanapotolewa Misri, wakati wanapokuja kuona mataifa mengine ambayo yalikuwa ni mataifa ya dunia, walikuwa wanatetemeka mbele yao kwa sababu waliona matendo ambayo Mungu aliwafanyia wana wa Israeli. Wana wa Israeli wanaenda kupita, alafu bahari inasimama, inakatika pale na pale, wanapita katikati. Jambo ambalo halijaingia katika akili ya mtu yote, ya kwamba katika bahari tunaweza kuwa na barabara. Katika bahari hawakufikiria tunaweza kuwa na barabara, lakini Mungu alitengeneza barabara watu wake wapite. Huyo Mungu alitengeneza barabara baharini, ndiye Mungu tunayemtumikia mpaka wa leo. Katika shida zako alitengeneza barabara. Bora uamini. Kwa hiyo ndugu zangu, kama umekubali kuamini, kanisa la Busia litaongezeka. Kanisa la Busia litaendelea kuwa na watu wengi kwa sababu watamuona Mungu kuanzia hapo. Ndio. Amina. Mungu tamu. Ndio. Safari ndefu tunaendelea kweli. Tuna kazi kubwa mbele yetu. Tunahitaji hata mali. Si ati kwamba tunangojea mtu mwingine ama muujiza ufanyike, alafu pesa zimeisha kama mvua za kufanya kazi ya Mungu. Lakini kupitia kwetu sisi, Mungu atatengeneza njia ambayo kazi yake itakayofanyika. Inahitaji pesa ngapi zitakuja, lakini zitakuja kupitia kwa uaminifu ambaye tutakuwa nao sisi. Uaminifu tutakayekuwa nao sisi utasababisha Mungu kutufanya kuwa wakubwa na kuwa wengi, tutaongezeka. Sasa mimi niulize yeyote ambaye hapa kuwa mwaminifu. Mwaminifu kwa ujumbe usikie. Si kuwa mwaminifu kwa dashi. Mimi ni mwanadamu. Kuwa mwaminifu kwa Mungu usikie. Na huyo Mungu hakuna siku atakuacha. Katika shida, katika mabaya ataonekana. Ataonekana. Tafadhali ninawaomba kwa hii. Watu wangapi wanakubaliana? Ndiye tuombe. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya wale ambao ni waaminifu wa neno lako tunaowasoma katika Biblia, ulivyoonekana kwao, ulivyoitwa Mungu wao. Pia nasi tunataka Mungu uweze kuitwa Mungu wetu katika zama leo. Tunaomba yale ambayo uliyowatendea, nasi pia uweze kuyatenda kwetu, kwa sababu wewe ni Mungu wa usawa, sio Mungu wa upendeleo. Tunakuhitaji na tunahitaji Bwana utupe nguvu na uwezo. Na sisi tusimame tunene ukweli kama ulivyo, bila kuogopa kitakachotupata. Katika kitakachotupata Bwana, tutakupata katika ubaya huu, tutakupata katika shida hii. Bariki watu wako, bariki nyumba zao, bariki kazi zao. Ongeza kanisa la Busia kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Sasa kwa kumalizia jambo hilo, niseme ya kwamba tuna mawazo mawili. Tuna mawazo mawili ya kwamba tumalize mkutano wa Busia, tutafute mahali pengine kama ni Kakamega twende ama Ngoma twende, mahali ambapo tutakapoona ndio tukafanya mkutano mwingine. Na nyinyi kile ninavyoona, tunaweza kusema ya kwamba hivyo mlivyo watu ambao mtakuwa mnakuja hapa Busia. Wangapi? Mkono. Watu ambao washiriki wa hapa kufa kupona. Asante. Ndugu yangu naomba uje hapa. Huyo mjumbe tumekuwa naye Nairobi, na yao ujumbe wake. Naweza kumtegemea sana katika kutoa ujumbe. Na natumai ya kwamba naweza nikasema ya kwamba ujumbe ambao unaotolewa, ujumbe ukitolewa,
Hakuna mtu yote anaruhusiwa kudictate ya kwamba ni hivi. Ni hivi. Mimi nimesema. Hata mimi sio. Tunaonekana kuwa pamoja katika topic kuisoma, kuidiscuss. Na kama topic imeleta shida, haitakikani kufunga. Inatakikana kuikalia chini, kuliombea na kuwatafuta watumishi wengine kuja kusoma kama ilivyotokea. Hivyo mimi naweza nikasema kwamba huyu ndugu anaweza kuwa mwenye anajua kile kinaendelea, na katika kusanyiko zingine tunaweza kumruhusu aweze kuwa mwenye kutoa ujumbe hapa. Sasa ni nani mwingine ambaye amekuwa kwenye kanisa la SDA? Kanisa la SDA ambaye atakuwa anakuja hapa kusia. Amewahi kuwa SDA akawa ameongozwa, ameongezwa, amechaguliwa katika uongozi. Katika SDA. Kwa SDA ulikuwa umechaguliwa. Asante. Sasa nadhani ya kwamba kile ambacho tutafanya kanisa hili la Busia, tutatuma mtu ambaye atakuja kuwabatiza. Atakuja kuwabatiza nyote. Tutamtuma mtu atakuja kuwabatiza nyote. Akisha wabatiza wote, alafu hao wazee wawili waweze kuwekelewa mikono kwa waongozi. Kuna bibi. Sasa kuna bibi mzee. Kuna mtu huyu. Wewe huyu mambo huyu sawa. Una mke wewe unasema una mke, sio? Basi kwa hiyo tunafikiria kwamba mtabiri mtawekewa mikono nyingi, kwa sababu kama ule ana bibi kwamba atawekewa mikono mkono wakati mtakapobatizwa. Kwa hiyo tutatuma mzee kama basi mmoja aje kubatiza. Alafu kutoka hapo sisi tukubalieni kwa sababu ya kuokoa muda. Na hapa tumeweza kupata washiriki kadhaa. Hata kama tunarudi tena kuangalia kile mnaendelea kusoma tukiendelea kurudi, mtukubalie tuweke sehemu nyingine tuanze kupata nyingine. Hawa ni nyingine. Unaona? Inakubali. Alafu nani pia hapa tafadhali mjuane. Kwa sasa hivi wewe utachukua hii majina ya watu wote wa Busia na kuandika jina. Mtu akikosa tueni kwamba amekosa kwa nini hapa. Sawa. Asante. Mungu awabariki. Amina.